katika somo linaloitwa kibali. Tuombe. Mfalme Yesu, tunakushukuru kwa sababu wewe Mungu. Asante kwa ajili ya mafuta ya leo tena kupitia madhabahu hii chini ya mtumishi wako Pastor Joseph Madaraka pamoja na mama. Ninakuinua kwa ajili ya neema inayotenda kazi juu yao, lakini ninakuinua kwa ajili ya kutuamini na kutusimamisha tena kusema na watu wako na kunijili mahali hapa katika ibada hii ya leo. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu kwa hapa kwa ajili ya kulifunua neno lako na kulifanya liwe halisi kwenye maisha yetu kwa ajili ya kutusaidia kuendea lile ambalo unataka tulione katika utumishi uliotuitia. Roho Mtakatifu liatamie neno hili liweze kwenda kutubadilisha na kutusaidia katika maisha yetu na safari ya hapa tunapoenda kuzindua baraka zetu na mafanikio yetu ya uzima katika maisha yetu. Ninakushukuru Bwana uzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Basi kama nilivyosema, somo linaitwa kibali. Na tukijiuliza neno kibali nini maana yake, tutapata kujua kwamba ni upendeleo wa kiungu ndani ya mtu unaotokana na utendaji mzuri utendaji mzuri anaupata mtu. Kibali ni upendeleo wa kiungu ndani ya mtu unaotokana na utendaji mzuri anaupata mtu. Au inaweza tukasema kibali ni kupendelewa na Mungu kutokana na mema unayofanya. Kibali ni kupendelewa na Mungu kutokana na mema unayofanya. Bwana Yesu asifiwe. Nianze kwa kusema kwamba ili neno kibali ni neno ambalo kwa kiasi kikubwa linaweza likawa limetuangamiza wengi, kwa sababu namna ambavyo linafanya kazi ni kwa ujanja sana, na si rahisi kujua kwamba linafanya kazi kama hujapata neema ya Mungu kukufunulia au kufundishwa au kujua kwamba kuna vitu ambavyo unavyotakiwa kuvifanya au kuvipata hauvipati. Na sababu hiyo huwa inazuia vitu vingi kutokea kwenye maisha yako kwa wakati, lakini wakati mwingine inapelekea kuchelewa kufika kwenye hatima ambayo Mungu anataka uifikie. Kwa nini? Kwa sababu kibali kimekosekana. Unapotembea kwenye maisha ya watu wengi tuliokoka na hata wale ambao hawajaokoka, na ni vizuri zaidi nikajikita kwenye kile ambacho tunasema tumeokoka lakini hatuishi kusudi au hatuishi mapenzi ya Mungu kwa sababu ya kukosa kibali. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 4 na kuendelea mpaka mstari wa 16, neno la Mungu linasema, Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vema hutapata kibali. Kumbuka neno kama ukitenda vyema hutapata kibali. Anaendelea kusema, usipotenda vyema dhambi iko inapotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa alipokuwa uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi nimlizo ndugu yangu.
akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofungua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiye kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi, asitirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Hata itakuwa kila anionaye ataniua. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yote atakayemua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amonaye asije akampiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaona ni visa vya ndugu wawili ambao wamezaliwa na mama mmoja pamoja na baba mmoja. Na sababu kubwa ni kwa sababu tu huyu mwingine alitoa vinono na Mungu akamtakabali. Alafu huyu mwingine alitoa, lakini vitu vyake Bwana hakuvitakabali. Bwana Yesu asifiwe. Kinachotokea ni pale ambapo huyu ndugu hakurudi kuangalia, nimekosea wapi kwenye utoaji wangu, nilipaswa kutoa kwa namna ipi, nilipaswa kufanya kwa ubora gani, ili nione kile ambacho ndugu yangu ametoa mpaka Bwana amemtakabali. Ukizingatia ni watu wawili wanaofanya kazi tofauti. Huyu ni mkulima na huyu ni mfugaji. Sasa badala ya kwanza kujihoji ya kwamba nimemkosea Mungu katika utoaji wangu, kuna namna ambayo Mungu anatazama vile ambavyo ningetoa Bwana angenitakabali. Ndio maana unaona Mungu anamwambia Kaini kwamba kama ukitenda vema hutapata kibali. Maana yake utendaji wa Kaini haukuwa utendaji mzuri. Sadaka ya Kaini haikuwa sadaka nzuri ambayo ingesababisha Mungu aikubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unatazama, haya ni mazungumzo ya Mungu na Kaini kabla hajatimiza azma yake. Mungu aliusoma moyo wa Kaini kabla hajaenda kufanya tukio ambalo alitaka kwenda kulifanya. Akamtahadharisha kwamba Bwana, hicho unachotaka kwenda kufanya, kama ukifanya vizuri unafikiri sitakukubali wewe? Kama ukifanya vizuri unafikiri sitakupa au sitaipokea ndugu yako kama ambavyo nimepokea ndugu yako? Lakini utamwona Kaini hakusikiliza kile ambacho Mungu amemwambia. Matokeo yake aliamua kuenda kutimiza azima yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla Kaini hajamuua ndugu yake, maana yake Kaini alikuwa na kibali. Na kibali ambacho alikuwa nacho kilikuwa ni kibali ambacho kinamfanya yeye pamoja na ndugu yake, Mungu anapopokea kitu kutoka kwako, Mungu anawaambia kwamba hichi nilichofanya ni kizuri au sio kizuri. Kivipi? Angalia wakati Kaini ametoa, lakini angalia wakati Habili pia ametoa. Maana yake Kaini alijuaje kama hii sadaka ya Habili ni nzuri kuliko ya kwako? Alijuaje? Ni kwa sababu kulikuwa kuna mazungumzo kwamba nimepokea sadaka za watu wawili, lakini sadaka ya moja ni bora kuliko ya mtu mwingine. Na kama sadaka ya moja ni nzuri kuliko ya mtu mwingine, kikawaida huwa tunajitathmini sisi tunapofanya makosa. Bwana Yesu asifiwe. Nikikosea
Sipasi kwanza kumtafuta mchawi. Sipasi kwanza kutafuta ni nani amesababisha. Sipasi kwanza kuangalia kwa nini fulani amehusika mpaka jambo hili limeikuta. Anachofanya Kaini, yeye hakutaka kuangalia makosa yake. Alijiona alichofanya ni sahihi, na kama ni sahihi, maana yake sababu ya Mungu kutokumkubali aliona ni Habili. Ndio maana akamrudia ndugu yake, akapanga mbinu amue. Jaribu kufikiri. Mtu kama wewe Emma, umezaliwa na sheki na tumbo moja. Amen. Sheki na akafanya vizuri sana kukupita. Baada ya baba yenu kumpongeza mmoja, wao kaanza kunoa panga kwa siri. Kwamba huyu dogo naona anataka kuchukua kwa ufalme, anataka kunizidi. Anataka anajipelekeza kwa baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kinachotokea hii bato, Mungu akaamua kuingilia kati mapema. Kwamba huyu jamaa yuko serious. Anachosema hatanii, ni kweli atatimiza. Sasa kabla hajatimiza ni shughuli mapema. Bwana asifiwe. Nishughulike naye mapema. Nishughulike naye mapema kwa namna gani? Nikae naye faragha, mwambie bwana mdogo, huyo ni ndugu yako. Kwa nini unataka kumuua? Ukisoma hapo mbele unaona kabisa anamwambia dhambi inataka kupotea. Dhambi iko mlangoni inakusubiria. Yaani ile kitendo cha kuchomoka tu unayo. Kwa hiyo usije ukatimiza hicho nacho kukitimiza. Unakitimizaje? Ni pale ambapo utatimiza hiyo agenda, hauo mpango wa kwenda kumuua ndugu yako. Mlango wa dhambi ni kitendo cha kumuua tu ndugu yako. Dhambi tayari itakwenda kukamata. Bwana Yesu asifiwe. Utaona baada tu ya kukubali kumuua ndugu yake, kilichofuata ni ile dhambi na madhara ya dhambi, namna ambavyo yalianza kuoperate pamoja na yeye na kutembea kwa muda ambao Mungu alitaka atembee nao siku zote za hapa duniani. Haleluya, haleluya. Sasa hii ni kesi ya Mungu na Habili. Ndio maana unaona Mungu anamwambia, mbona damu ya ndugu yako inalilia kutoka ardhini? Pamoja na kwamba aliulizwa swali, ndugu yako yuko wapi? Akasema kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Kwani mimi ni huwa namlinda ndugu yangu? Toka lini umeanza kuniuliza hayo maswali? Kwamba mbona siku zingine ungeenda kuniuliza? Yaani ndio lugha rahisi ambayo anatuonyesha hapa Kaini. Kwamba mimi sijawahi kuwa mlinzi wa ndugu yangu, inakuaje leo unaniuliza habari za ndugu yangu? Toka lini ninamlinda mimi ndugu yangu? Maana Mungu hakuulizi swali kama anajua hakuna majibu juu ya yule anayemuuliza. Haleluya. Hawezi kukuuliza swali kama anajua huna majibu. Atakuuliza swali wakiwa anajua kabisa majibu ya swali analouliza unayo, hata kama utakwepa, lakini utakuwa unakwepa kwa sababu zako za kujilinda kutokana na kile ulichofanya, lakini si kweli kwamba hauna majibu ya swali Mungu anayokuuliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anakataa kumpa Mungu ushirikiano. Kwamba mimi sijawahi kumlinda ndugu yangu, sijui, siniulize maswali hayo mimi sijui. Lakini angalia Mungu anapogeukia, anamwambia damu ya ndugu yako inalilia kutoka ardhini. Sasa mtu ameshakwambia sijui, alafu ina uhusiano gani wa kumwambia damu ya ndugu yako inalilia kutoka ardhini? Bwana
Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Utajaribu kuangalia kwamba habari ya Kaini kukosa kibali kwa Mungu inaanzia kwenye eneo la kumtolea Mungu. Kwamba isu ya utoaji sio maana sana, ni kwamba unatoa nini. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza ikawa inatoa makungutu, inaweza ikawa inatoa vitu ambavyo watu wakiona wanasema yes, fulani ametoa. Lakini Mungu akitazama anaona ndani yangu kuna udanganyifu, ndani yangu kuna kujionyesha, ndani yangu kuna vitu ambavyo navifanya Mungu havimtukuzi, vinataka sifa kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Utafikiria mtu anasema ametoa kondoo, yeye akatoa mazao. Biblia haijatuambia alitoa mazao gani, lakini kama Mungu hakuitakabali sadaka yake, maana yake ni chini ya kiwango. Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa nini Mungu anakataa sadaka ya Habili, ya Kaini? Nini shida? Shida utagundua ni kwamba Kaini utoaji wake haukumpendeza Mungu. Na Mungu hakufanya ajizi. Alibidi amwambie ukweli kwamba mwanangu, ni sawa unatoa, lakini ulichotoa mimi sijakipokea. Sasa tukiambiwa na Mungu tulichokitoa hajakipokea, ndio tunabadilisha vita. Yaani maana yake Habili anatuonyesha kwamba Kaini anatuonyesha kwamba baada ya kuona mimi siwezi kupigana na Mungu, dawa naenda kumalizia sira zangu kwa ndugu yangu, nikamuua. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumeshafanya matukio ya kumkimbia Mungu kwa namna hiyo mara ngapi? Sisi tumeshatafuta pa kujifichia mara ngapi? Sisi tumeshatafuta njia za kuchepuka mara ngapi? Tukifikiri kwamba tunamfanyia Mungu usanii katika kile ambacho Mungu anataka tufanye. Bwana Yesu asifiwe. Umeshawahi kufikiria wakati sasa hilo ni kesi ya Mungu kwenye eneo la utoaji, lakini hilo eneo ndilo lililosababisha Kaini akakosa kibali. Utaangalia hapo kwenye hicho kitabu, ukienda mbele huko kuanzia mstari wa Yesu wa 7. Biblia inasema kama ukitenda vema utapata kibali, usipotenda vema dhambi iko inapotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, lakini yapaswa uishinde. Sawa? Aya, tuende ule mstari wa 11. Biblia inasema basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofungua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu ilikulia kuwa haichukuliki. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu tunawezekana tukao tunavichukulia katika hali ya ukawaida, tunavichukulia katika hali ya kimzaha, tunavichukulia katika hali ya kuona hata fulani huwa anafanya, lakini kwa Mungu ni issue serious sana. Kwa Mungu ni kitu kizito sana. Bwana Yesu asifiwe. Jaribu kufikiri ikitokea umeumwa, mwezi mmoja na uko serious, hatua hii huwa inasababisha
watu wanaanza kupungua kwako. Yaani kama ulikuwa unaumwa serious, watu inafikia sehemu wanaanza kuona yule ni wa vile. Yule ni wa vile. Yaani manake matumaini ya kupona yanakuwa hayapo tena, lakini wanachukua kama hayo ndio maisha yako. Kwa hiyo wanakujumuisha kwenye maisha ambayo wewe huyapendi kuyaishi, lakini watu kwa sababu ni hali ambayo inazoeleka wakati inaanza. Kadri siku zinapozidi kuongezeka ndivyo ambavyo inaanza kuchukuliwa kama sehemu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwenye kuchukuliwa huko kama ni sehemu ya maisha yako, wewe ukijiangalia unajiona ni mtu ambaye unahitaji msaada sana. Wewe ukijiangalia hautamani kuendelea kulala. Kwa hiyo kuna kipindi watu walikuwa wanakuja kukuona kwa fugio. Watu wakatiki, wakati mara kwa mara wapo wanarudia hapa. Lakini mbele ya safari unashangaa watu wanakata. Baadaye inakaa sasa watu wanaweza kukaa. Papa anasema hivi fulani alishaponaga. Bwana Yesu asifiwe. Hivi fulani alishaponaga. Maana kuna hali unaweza kuwa uponayo kwenye maisha yako, alafu kuna wakati watu wanaweza kuwa karibu na wewe. Siku zinazozidi kwenda, watu wanaanza kupungua. Mwisho wa siku wanapungua kabisa. Unabaki na watu wa karibu, ikiwezekana hata wale wa karibu na wenyewe wanaanza kukuacha peke yako, na hiyo hali kwako inakutesa. Lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu ambacho kinakuwa kimeshatengenezwa, kuna kitu ambacho kinakuwa kimesukwa. Wewe peke yako kikao ukitafakari, ukiwaza, unaona ni kama mtu ambaye umeshaondoka duniani, ni kama mtu ambaye umekwisha kufa, lakini unaishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Wakati watu wanakuja kutembelea, ulikuwa unachukulia kama yes, bado nina uhai, bado ninaishi, nitapona. Kwa siku zinazozidi kwenda, hali hiyo inaendelea kukaa katika hali ile. Siku zinazozidi kwenda, inafikia sehemu unazosema nitapona kweli? Nitaishi kweli? Inafikia wakati uko kwenye hali hiyo, unaweza kusema sasa bora tu nife. Nina haja gani ya kuishi kama sifanyi chochote? Sio wa kufanya kazi, mimi ni kulala tu, ni kula tu. Sasa nina haja gani ya kuishi? Bwana Yesu asifiwe. Unahakika kuna kitu ambacho kilifanyika kwenye maisha yako, au unajua au hujui. Hicho kitu ndio kinachopelekea hali hiyo ambayo ni mbaya baadaye kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kibali. Unaweza kuwa unaishi maisha fulani, sio maisha ya kusaidiwa na ndugu, na wakati mwingine ndugu zako wana nafasi. Wakati mwingine watu ambao hukutarajia wanaweza wakashindwa kukushika mkono kwenye hali ulionayo. Sio wakati ambao ukutarajia kwamba kuna watu ulikuwa unaishi nao vizuri, ghafla ule mtandao kakata, na usijue au tafikiri kwamba ni jambo la kawaida. Wewe unakuta kuna kitu kwenye ulimwengu wa roho kimetokea ambacho sio cha kawaida, na hicho kitu ambacho sio cha kawaida, wewe ambapo unajichukulia kikawaida, mbele ya safari kwenye maisha yako, unaenda jangwani, unaenda kwenye ukame, unaenda kwenye hali ya kukosa watu wa kukushika mkono. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kimetokea kwenye ulimwengu wa roho, kimeanza kupuni watu sahihi kwenye maisha yako, na hao watu wanapoendelea kuondoka kwako, gharama za kuja kuwarejesha kwako ni gharama nzito kuliko unavyofikiria. Kwa nini? Kwa sababu ni rahisi sana kuishi na watu ambao tayari uko na mtandao nao,
lakini ni ngumu sana kuja kuwafanya watu ambao walikuwa nao kwenye mtandao kuwafanya wakuamini tena pale ambapo walipoteza tumaini wewe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Ni kweli walikuwa marafiki zako, lakini imefikia wakati hata unachowaambia ni kama unapiga kelele. Unachowaambia ni kama hawakuelewi. Ndio Waswahili wanasema gundu. Haleluya. Mimi sina gundu. Kila ninapokwenda hata kama ninachangia kitu ni watu kama wanaona wanapigia kelele. Chochote ambacho nasema ni kama hawanielewi. Wala kama nimeongea jambo la maana, lakini mbona hawanipi ushirikiano? Kuna shida gani? Bwana Yesu asifiwe. Mbona wakati nilikuwa nikiongea wanataka sikio vizuri kunisikiliza? Ilikuwa nikiongea wanapata muda mrefu, hata muda wa kumwomba ukifika hawatamani tuondoke. Nini kimetokea hapa katikati kimepata hiyo hali ya kusikilizwa nao? Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Inawezekana sababu ni wewe. Sababu ni nini? Kama ambavyo tunaona Kaini. Kwani Kaini kuna mtu aliyemsababisha? Kaini yeye tu na akili zake ambazo alizipata si wapi. Amefanya matukio, baadaye anapigwa laana. Unaona Biblia inasema kwamba akamwambia Mungu, adhabu yangu hiyo laana unaonipa ni kama imekulia kubwa. Yaani alipima akagundua imekuwa nzito, sio kawaida. Kaka anamwambia Mungu, hii adhabu mzee, mbona imekuwa kubwa kuliko kawaida? Labda kama nimesoma vibaya, lakini huoni Kaini akisema kwamba labda nipunguzie au ninaomba unisamehe Mungu wangu, hichi nilichofanya ni kweli nimekosa. Yaani unaona kimbilia hivyo. Utaanza yaani mimi labda kwa sababu sasa hivi niko hivi. Hawanipendi kwa sababu ya hivi. Wanaichukia kwa sababu ya hivi. Hawazungumzi na mimi kwa sababu ya hivi. Yaani unakuwa na sababu za kwa nini uko kwenye hali hiyo, badala ya kujiuliza kwamba kabla sijawakimbizia wengine kama ambavyo alifanya Kaini, nijiulize mimi mwenyewe kwanza. Nijitafakari mimi mwenyewe kwanza. Hivi mara ya kwanza niliishi na hawa watu vizuri. Mara ya kwanza tulishirikiana vitu vingi vizuri. Mara ya kwanza walinishirikisha jambo hili na jambo hili vizuri. Leo nini kimetokea hapa katikati? Nani amepita hapo ambaye amesababisha tusiwe watu wa kuelewana tena? Je, ni mimi ndio chanzo? Kama mimi ndio chanzo, manake kuna sababu ya kukubali kujisalimisha kwa kuomba msamaha kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu pasipo kujua kosa, pasipo kujua chanzo cha tatizo, ni ngumu kupata suluhu ya tatizo kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ngumu sana mpaka pale nitakapojua kwamba kumbe shida iko hapa. Nitafute namna ya kutengeneza ili nisiendelee kuwasingizia watu, nisiendelee kutafuta wabaya wangu. Wabaya wangu wa kwanza pengine ndio mimi ndio huyo wa kwanza kabisa ambaye ni mbaya wangu. Sasa kama mimi ndio huyo wa kwanza mbaya wangu, ninamtafuta nani mwingine? Kwanza nijitibu mimi ambaye ni mbaya wangu, kisha nianze kuwatafuta na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo ambapo tumepoteza kibali watu wengi sana. Na hivi vibali vimesababisha mambo mabaya kwenye maisha yetu. Yesu asifiwe. Jaribu kufikiri Mungu amekuumba akakuleta hapa duniani akakwambia nenda ulimwenguni ukazae, muongezeke, alafu muwatawale. Sawa? Muwatawale. Alafu hapo kwenye kitabu hichi Mungu anasema
utakuwa mtoro wapi? Na mtu asiye na nini? Alafu huyo Mungu ndiye alisema twende duniani tukafanyaje? Sasa kama tumepewa kutawala, alafu tumeambiwa tutakuwa watoro na watu tusio na makao, tunatawalaje? Haleluya. Tunatawalaje? Maana kuna makosa tumefanya, na hayo makosa tuliyofanya yanatuondolea halali wa kuitwa watawala, yanatuondolea halali wa kuzaa kuongezeka. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema hata ardhi utakayoilima haitakuzalia. Haitafanyaje? Haitafanyaje? Kwa hiyo kama haizai, maana wewe unatembea kwenye nini? Kwenye laana, si ndio? Ndio jamani. Neno Mungu lakini ndio lenyewe hilo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hatuwezi, watu ambao wanatembea chini ya kukosa kibali, watu wanaotembea chini ya watu wasio na kibali, kwa mujibu wa kitabu cha Mwanzo sura ya 4 kuanzia mstari wa 4 mpaka 16. Mtu asiye na kibali ni mtu mwenye wivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu asiye na kibali ni mtu mwenye wivu. Kwa nini mtu asiye na kibali anakuwa ni mtu mwenye wivu? Kitabu hicho cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa anasema mstari wa 5 anasema bali Kaini hakutakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Yaani ni mtu ambaye akiona mtu mwingine anafanya vitu vya maendeleo, akifanya vitu vya kufanikiwa, akifanya vitu ambavyo vina mtazamo chanya, yeye moyoni mwake vinaanza vita, yanaanza magombano, yanaanza matukano. Kwa nini yeye? Kwa nini yeye? Ndicho ambacho kilitokea kwa Habili, kwa Kaini. Kaini na Habili kwa mchana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwenye Habili, Kaini Habili. Kaini akaanza kumwonea wivu ndugu yake kwenye kile ambacho Mungu amefanya kwa Habili. Yeye akakunjamana uso. Sasa Kaini, unakunjamana uso kwa nini? Kwa nini sasa wewe umembariki unaikubali sadaka? Yaani ndio sababu. Sababu si kwamba Habili alitoa sadaka na Mungu ametakabali. Yeye ni tatizo. Wivu. Lakini point namba 2, mtu asiye na kibali ni mtu anayechunguza wewe unapata nini hata kama yeye hajafanya jambo kwa ubora. Mtu anayechunguza wewe unapata nini hata kama yeye hajafanya jambo kwa ubora unaotakiwa. Yeye anachunguza wewe unapata nini hata kama yeye hajafanya jambo kwa ubora unaotakiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye kuona hata kula tu, yani ngoja nizungumzie maisha ya mtaani kwamba mtu anakuja anakuuliza mwenzetu leo umekula nini? Yaani wanafikiri kwamba anakuuliza kwa nia nzuri, lakini ukweli sio nia nzuri. Ukimwambia hapo akitoka leo bila siku manyama, kila siku ni wanakula wali, kila siku wanakula sweet, yaani kile chakula vizuri kwake ni tatizo. Wewe kucheka siku moja
na mahali tulikuwa tunakemea pepo. Ile pepo alipolipuka, akamwambia kuna shida gani? Wanapenda kule kuojioji kitu fulani. Shida gani? Tumechoshwa na huyu mtu. Tumechoshwa. Kila siku anakula manyama na makuku. Kwa hiyo nyama na makuku ni tatizo. Sasa jaribu kufikiria huyu mtu ambaye yeye unaona kuna nyama kila siku akija asubuhi hapa anakuja leo kusalimia, kumbe anakuwa hapo moyoni tu anaangalia leo mmekula, leo mmeamkaje na kula nini. Kazi yake ni kuchunguza. Kazi yake ni kuchunguza. Bwana Yesu asifiwe sana. 3. Mtu asiye na kibali haoni ajabu kuua. Sasa kuua hapa tuwe makini. Tukasema sasa mzee anatufundisha kuua. Anze kumwaza sijui nani. Isimo. Kiua sio kanitaja. Kuua ambacho tunazungumza hapa. Mshaikuwa na mtu moyoni mwako yani imefikia sehemu anasema amefika hapa. Ameshajaa. Msema si afya tu huyu. Tulifundishwa Jumatano hapa maneno ya kinywa vyetu si afya tu jamani, hiyo nitafurahi itapata sherehe. Yaani hapo wewe uko peke yako barabarani unatembea, lakini kuna mtu unamnua. Huyo ni mtu asiye na kibali. Unawazaje mtu afe? Yeye usikie na yuko anasema muombe ndugu yako aishi siku nyingi, ili utakapofanikiwa aone, si ndio? Lakini pointi namba 4, mtu asiye na kibali hashauriki. Mtu asiye na kibali hashauriki. Huyu ukimwambia ndugu yangu hicho unachofanya unakosea, wewe unaniambia wewe kama nani kwanza? Yaani wewe unakuja kunishauri mimi, wewe ndio umekuwa mshauri wangu. Nikwambia mimi nahitaji kuwa na mshauri. Mimi sihitaji ushauri. Ninaloamua ndio hilo. Wewe niache. Bwana Yesu asifiwe. Hashauriki. Anachotaka kiwe kizuri, kiwe kibaya, haamiliki. Mwambie kitu kwenye swala la kumwambia acha juu ya hicho unachotaka kufanya. Lakini tuko na magari 3 4 5. Mtu asiye na kibali kufanya dhambi kwake wala si kitu cha kujiuliza. Kufanya dhambi kwake wala si kitu cha kujiuliza. Akiamua tu jambo, dhambi yoyote, yani akifika tu mahali kama alikuwa ameokoka alafu baadaye ghafla wazo la pombe likaja, utamkuta tu yuko baa, ameagiza lete moja moto moja baridi. Alikuwa kama mwizi. Mzee kanisa unatoka kazini pale dukani, naingia chops kidogo nani. Sinakufahamu wewe. Sinakufahamu. Ndio wewe. Nyamaza, tuko kazini. Bwana asifiwe. Tuko kazini. Wewe anapita na hela zako zote, naondoka na masikitiko yako hapo, lakini yeye ameshamaliza kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ngumu sana kwa mtu asiye na kibali kufanikiwa. So point 4 Yesu. Ni ngumu sana kwa mtu asiye na kibali kuona mkono wa Mungu kwenye maisha yake. Tutajifunza kutoka kwa Kaini kama ambavyo tumesoma hapo. Lakini ukienda kwa mtu mmoja anaitwa Yusufu, ni mtu ambaye alikuwa na kibali, lakini yeye si mkono wa Mungu ndio ulihusika.
Mungu alikuwa anampitisha, lakini Mungu hakumlaani. Yeye alikuwa anatembea kwenye kusudi la Mungu kufika kwenye hatima hiyo nzuri. Huyu ni mtu ambaye yeye mwenyewe alitafuta laana kutoka kwa Mungu, na Mungu hakufanya ajizi, akampa stahiki yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni ngumu sana mwana wa Mungu, kama kuna jambo uliwahi kulifanya aidha kwa kujua au kwa kutokujua, ulifanya ukifikiri kwamba ni jambo la kawaida. Tazama hapo, utaangalia Biblia inasema Mungu anamwambia Kaini, damu ya ndugu yako Habili inanililia kutoka ardhini. Maana yake kama kuna kitu kibaya ambacho tumewahi kukifanya kwenye maisha yetu, na hicho kitu hatukuwahi kukitubia, tukafikiri kwamba tuko salama, tukafikiri kwamba ni mambo ni shwari, tumeokoka, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Nataka nikwambie jioni ya leo, hilo jambo linasomeka vibaya kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu vitu vyetu tunavipika kwa jinsi ya roho, alafu tunapata matokeo kwa jinsi ya mwili. Na kama hatujapika vitu hivyo vikaiga sawasawa kwenye ulimwengu wa roho, ni ngumu sana kupakua katika ulimwengu wa mwili. Ni lazima tuhakikishe tunapika sawasawa kwenye ulimwengu wa roho, vitu vinakuwa tayari kupakuliwa katika ulimwengu wa roho. Vikishaiva wapi? Kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunapotaka kuona kwamba tunatembea chini ya mbingu zilizo wazi, mbingu za kibali cha Mungu, mbingu ambazo Mungu mwenyewe akitutazama anaona kundi la watoto wake ambao wamefunguliwa na kukombolewa sawasawa na neno ambalo linataka, ndicho ambacho tutafanya vitu vikubwa kuliko kawaida. Tutakuwa watu ambao hatuzuiliwi na jambo lolote kwenye ulimwengu tuliopo. Bwana Yesu asifiwe. Hatua zetu ni hatua nzuri na zinahutisho sana mbele za Mungu kama hizo hatua zikaongozwa na Bwana. Manake zikaongozwaje na Bwana? Ni mpaka pale Mungu anapotupitisha kwenye chekecheo lake. Hakuna kitu kinachoitwa uchafu ambacho kitabaki kwenye hilo chujio lake. Na kwa sababu hakuna uchafu ambao utabaki ili Mungu apate kuwa na sababu ya kushindwa kutubariki, ndipo pale ambapo tukiangaliwa na Bwana anasema, nisipowabariki watu hawa, nisipowaponya watu hawa, nisipowafungua watu hawa, nisipowaweka huru hawa watu, nisipowafanya kuwa watu wakuu hawa watu, nisipowapeleka kwenye hatima ya kile ambacho mbingu inakijua, anakuwa anajua hayatutendea haki, anakuwa anajua kuna kitu ametupunja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni lazima tuchunguze mienendo yetu, tuchunguze ni wapi ambapo kibali kimekuwa sababu ya kuwa hapa tulipo kwa muda tuliopo. Kama hatukupaswa kuwa hivi tulivyo, maana kuna kitu kimesimama kama ukuta kwetu, na hicho kitu ni lazima kiondolewe. Ni lazima kiondolewe. Ni lazima kiondolewe. Ni nani wa kukiondoa? Ni mimi na wewe. Kwa namna gani? Kwa kumwambia Baba, kukosa kwetu kibali mbele zako kumetufanya tuendelee kuwa hivi tulivyo. Kumetufanya tuishi maisha ambayo tunajiogopa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tusio kama Gideon alijiogopa mwenyewe. Fikia sema, anasema mimi ndio kabila maskini kuliko kabila zote. Mimi ndio mtu wa chini kabisa. Najua ukifikia sehemu unajizungumza hivyo, maana yake umefikia sehemu ya kujichonga kuliko kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Si kujichonga katika hali tuliopo ili tutoke tulipo twende kwenye kiwango cha kimungu. Mko tayari? Mko tayari? Haleluya, haleluya.